Michuano ya AFCON inaenda kuanza tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 2025 na timu yetu ya taifa ikiwa inatuwakilisha sisi wa Tanzania. Na leo hii tunaenda kuchambua timu yetu ya taifa, lakini matarajio ya Watanzania kwa timu hiyo. Nipo na mchambuzi wa mpira wa miguu, sio mwingine ni Mordekai Atukuzwe. Kaa pamoja nasi. Mordekai, timu yetu ya taifa tunaona na sasa hivi imeshawasili tayari pale nchini Morocco. Matarajio ya Watanzania kwa timu yetu ya taifa ni yapi? Kwa timu yetu ya taifa sasa kufuzu sio kitu cha ajabu, kwa sababu imefanya hivyo mara kadhaa na tayari wameshakuwa wenyeji, lakini matarajio ya wengi ni kuona sasa angalau wanaweza wakakusanya point angalau kuweza kushinda mechi moja na kuweza kuona kama wanaweza kavuka kwenda kwenye hatua nyingine, kwa sababu mara zote tumekuwa tukicheza lakini hatujawa na matokeo bora katika makundi ambao tunakuwa tunapangwa nayo. Na sasa hivi ukizingatia kwenye nature ya kundi ambao tuko nalo, ni kundi ambalo ni gumu kwa kulitazama, lakini chochote kinawezekana, kwa sababu tuko na, ukimwangalia favorite kwenye kundi ni Nigeria, lakini pale anaongezeka Tunisia, alafu Tanzania tunaweza tukawa mwisho kabisa, kwa sababu ukimwangalia Uganda kwenye rank yuko vizuri. Isipokuwa ukija ukiangalia kwenye rank ya clubs, kwa maana ya namna clubs zinavyofanya vizuri, utaona ligi yetu sisi iko juu ukilinganisha ligi zote. Ni ligi namba 5 Afrika, nyuma ya Tunisia na ligi yuko namba 6, alafu Nigeria nafuata, na then Uganda humuoni kabisa akiwa na performance kwenye club level. Kwa hiyo uwezekano kwamba wachezaji wetu wanaocheza vilabu vya Yanga, Simba na Azam, uzoefu wanaoupata katika mechi za mashindano ya kimataifa unaweza ukasaidia sasa kuweza kupishana angalau na wachezaji wa timu kama Nigeria na kuweza kupata matokeo angalau sasa tukaweza kuwa na matokeo bora na kuona kama tunaweza tukavuka angalau hatua ya makundi. Wengi group letu wanachukulia Tanzania kama ni underdog. Sasa tutaweza kweli, tutamfunga paka kengele msimu huu? Huwa mara zote inabakia kuwa hivyo mpaka ambapo kuna kuja kuwa na surprise package. Kwa mfano ukiangalia wakati baadhi ya teams zinakwenda kwenye mashindano wanakuwa wanatajwa kama favorite, lakini mara nyingi huwa haya mashindano yanakuwa na surprise package. Unaweza ukaona timu ambayo ilikuwa inategemewa kuchukua nafasi nzuri inatoka mapema. Kwa mfano Morocco leo hii anapewa nafasi ya kuwa bingwa, lakini tunakumbuka mashindano yaliyopita Morocco ametoka round of 16 anafungwa na South Africa, anatolewa. Kwa hiyo sio kitu cha ajabu kwamba hata sisi tunaweza tukaenda kama underdog na tukaweza kufanya vizuri. So bado tuna nafasi, kwa sababu tayari tumefika Morocco, tuna wachezaji ambao wameongezeka profile, wamecheza na Waarabu, wamecheza Magharibi. Kwa hiyo sio kitu ambacho kinaweza kashtua, ni namna tu ambavyo kocha na kikosi chake wanaweza kaeka vizuri mikakati yao, na nafikiri kikosi kina morali, kwa sababu pia mwalimu ni mpya na kila mtu anataka kuonesha. Kwa hiyo inawezekana tukaweza tukamfunga paka kingine na tukaweza kuvuka hii hatua, angalau tukaweza kukusanya point ambazo zinatupeleka kwenye raundi ya mtoano. Uwepo wa Gamondi pale, uwepo wake una mchango gani au unawatia motivation gani wachezaji, kwa sababu tunaona namna ambavyo amefanya vizuri kwenye vilabu hapa Tanzania, lakini na tuna imani kwamba ndio maana Tanzania wameweza kuona kwamba huyu jamaa anaweza kutufikisha Kanani. Gamondi anaweza kawa nafaidika zaidi na historia yake na Taifa Stars ikapata hiyo faida, kwa sababu ana wachezaji wengi, ana namba kubwa ya wachezaji ambao ameshacheza nao, ameshafundisha, anawajua uwezo wao na wao wanamjua nini anataka. Kwa hiyo hata namna anavyoweza kuingia na kuweza kuwa motivate, kuwa coach na kuwapanga ni rahisi zaidi. Hata hivyo bado utamuona Gamondi amekuwa ni mwalimu mzuri ndani na nje ya timu. Kwa wachezaji jinsi walivyokwisha kuzoeana na mwalimu, wanaweza kumpa kile ambacho anataka. Sometimes matokeo yanataka nani unataka kumpa matokeo. Kwa mfano utaona wachezaji wengi kwa sababu wamemzoea, wameshacheza naye, wanajua namna anakuwa mkali, namna anachukizwa na vitu, wanajua anapendelea nini. Kwa ni rahisi zaidi kuweza kumpa, lakini pia
kwa sababu ni mwalimu mpya, kila mtu anatamani kuona anapata namba na anaweza akahakikisha kwamba anapata ile game time ya kutosha, ukizingatia kwamba kwa wachezaji wetu wa Tanzania, ukiondoa wale wachezaji wanaocheza nje ya Afrika, ni mashindano makubwa zaidi, ndio profile kubwa zaidi kwenye national team kuweza kucheza, na wachezaji wengi wanakuwa proud kucheza national team kwa sababu ndio sehemu ambapo wanapata nafasi ya kujitolea zaidi kwa ajili ya timu yao, ukizingatia ndio tournament ambayo tunaihesabu kama tournament kubwa kwa Tanzania. Baada ya AFCON tunategemea World Cup ambayo always hatujawahi kudream kuweza kucheza huko. Yeah. Katika kundi letu sasa tunavyoona tuna timu ambazo kweli zinafanya vizuri. Ijapokuwa nikiangalia Uganda kwenye upande wa vilabu kama mmesema hawafanyi vizuri, lakini kimataifa wanafanya vizuri. Sisi timu zetu zinafanya vizuri lakini kimataifa tunakuwa tufanye. Tunakosea nini hapo? Kwanza ni namna ya uwekezaji. Timu yetu ina sheheni wachezaji wengi wa kimataifa ambao wanatoka katika mataifa mbalimbali ambayo yameendelea, ukizingatia tunapata wachezaji wengi kutoka Afrika Magharibi. Hii inafanya quality ya ligi yetu inakuwa kubwa. Lakini tunapokuja kwenye timu za taifa ni swala la wale wachezaji wa taifa ambao ili uweze kuchezea timu ya taifa lazima uwe raia wa nchi hiyo. Na ukija kuangalia timu kama Nigeria, ligi yao iko chini, lakini wachezaji wao wengi wanacheza katika mataifa ya Ulaya na ligi kubwa. Ukija kuangalia wachezaji wa Uganda wengi wanacheza ligi ya nje ya kwao. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inaweza ikawa inasaidia zaidi kuweza kufanya vizuri timu ya taifa, na ni kama wake up call ya Tanzania sasa. Na sisi wachezaji wetu wasiendelee kufanya tu vizuri wakienda vilabu vya Simba na Yanga, lakini waanze sasa kufungua njia na kwenda mbali zaidi. Karibuni hapa tumeona wachezaji wamekwenda nje lakini wameanza kurudi. Imekuwa ni bado haijaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo tunapokuwa na namba kubwa ya wachezaji wanaocheza ligi za nje, wanaweza kawa vizuri zaidi na kuweza kutoa mchango mkubwa kwa ligi kwa timu ya taifa, tofauti na kuwa na wachezaji wengi kwenye timu ya taifa wanaocheza ligi ya ndani. Kwa sababu hata utaona kwenye mashindano kama ya CHAN bado hatufanyi vizuri sana, pamoja na kwamba ukizingatia kwamba ligi yetu inakuwa ni bora, na pale ambapo tunapokutana na wachezaji ambao wanacheza ligi za ndani kwenye mataifa yao. Katika michuano hii, wewe kama mchambuzi unapotazama kwa jicho la kiuchambuzi kabisa, nani bingwa? Ukiangalia takwimu zinambeba Morocco, na ukizingatia yuko nyumbani, ndio timu pekee ambayo itapata ile home vibe. Na ukimwangalia Morocco ametoka kucheza World Cup, ameweza kucheza nusu finali, lakini amekuwa na timu nyingi, kuanzia timu za vijana, timu za wanawake zimekuwa zikifanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo ukija kuangalia takwimu inampa Morocco kuwa favorite, lakini pia Misri anaweza ka challenge pia, ukizingatia kwamba ana wachezaji wengi wazuri, pamoja na kwamba ameita wachezaji wengi zaidi wanaocheza ligi ya ndani. Yeah. Bwana, shukuru sana. Asante sana.